Karibu sana kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Uchukue fursa hii, wewe ambaye ni mara yako ya kwanza, na kukaribisha sana katika channel hii. Na bado nipo katika tafasiri za ndoto. Leo nitakuwa na tafasiri kubwa sana, ambayo tafasiri hii nitafundisha kwa nini unaota ndoto upo na watu waliokufa zamani. Kwa nini unaota ndoto mara kwa mara upo na watu waliokufa zamani? Na tunajua kwamba watu waliokufa zamani, watu ambao unaweza ukaota uko na mjomba, unaweza ukaota uko na shangazi, unaweza ukaota uko na bibi, unaweza ukaota uko na bamdogo aliyekufa zamani. Lakini pia unaweza ukaota mara kwa mara unaongea na jirani aliyekufa zamani, au unaota uko karibu na watu waliokufa zamani, munaongea. Mtu ashakufa na tushamzika, lakini munaongea pamoja moja kwa moja. Hii ni shida katika ulimwengu wa roho. Maana yake katika ulimwengu wa mwili tumetengana na yeye, lakini katika ulimwengu wa roho unapoota uko na watu waliokufa zamani, maana yake nafsi yako, kuna muunganiko kati ya nafsi yako na mtu huyo katika ulimwengu wa roho. Narudia tena, kunakuwa na muunganiko kati ya uliokufa, ulio hai, na yule aliyekufa katika ulimwengu wa roho. Na moja kwa moja katika muunganiko huo kati ya aliyokufa na aliyo hai ni muunganiko ambao umebebwa katika nafsi yako. Nafsi yako, kuna mawasiliano yaliyoachiliwa kati ya kwako na yule aliyekufa kupitia nafsi yako katika ulimwengu wa roho. Na tayari katika ulimwengu wa roho utajikuta ile roho ya mauti imeunganishwa na nafsi yako katika ulimwengu wa roho. Hebu tuangalie katika maandiko matakatifu. Zaburi 143, Zaburi 143 mstari ule wa 3 na 4. Maandiko yanasema, maana adui akaifuatia nafsi yangu, adui akaifuatia nafsi yangu. Alafu maandiko yanasema, akanitupa chini uzima wangu, nikawa kama mtu aliyekufa zamani. Huyu ni mtumishi wa Mungu Daudi anasema nafsi kwanza ilifuatiwa. Nafsi ilipokamatwa, anasema uzima wangu ukatupwa chini, alafu akasema nikawa kama mtu aliyekufa zamani. Maana yake nafsi yake iliunganishwa na mauti, maana yake nafsi yake iliunganishwa na kifo. Kabla haujafa mtu hajauawa kichawi, kabla mtu hajaondolewa kichawi, kwanza wanaiunganisha nafsi yake na mauti. Kwa unapoota ndoto katika ulimwengu wa roho, unapoota ndoto upo na watu waliokufa zamani, tafasiri ya kwanza ni kweli kabisa, katika ulimwengu wa roho upo nao. Mfano kwa sisi ambao tuliomwamini Kristo, maandiko anasema katika Yohana, Mathayo 28, anasema mahali nitakapo kuwepo na nyinyi mutakuwepo. Yesu ameenda mbinguni, lakini sisi tuko duniani. Anasema mutakapo kuwepo na mimi nipo, na mtakapo kuwepo na yeye, na sisi, yeye atakapo kuwepo huko juu, na sisi pia tupo. Si katika ulimwengu wa mwili, bali ni katika ulimwengu wa roho. Kuna muunganiko wa nafsi kati ya nafsi yetu ya mhubiri
mwimbaji mtakatifu na Yesu Kristo, si katika ulimwengu wa mwili kwamba amekuja tukakaa naye hivi tukaongea naye hivi, bali ni katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo moja kwa moja unapoota uko na watu waliokufa katika ulimwengu wa roho, nafsi yako imeunganishwa na watu wale waliokufa. Maana yake nafsi yako imekwisha kukamatwa katika ulimwengu wa roho. Ndio maana unaona watu waliokufa leo wametokea babu, kesho wametokea bibi. Kwa hiyo kitakacho kusaidia ile roho ya mauti ikiwa ndani ya nafsi yako, ndio maana anasema katika Misali sura 23 mstari ule, Misali sura ya 4 mstari 23, anasema kwamba linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Uzima wako unaanza kwenye nafsi yako, na anapozungumza moyo, tafasiri nyingine, nafsi ya mwanadamu. Kwa maana hiyo uzima wako unaanza kwenye nafsi yako. Kwa hiyo kama uzima unaweza kukaa kwenye nafsi, alafu mauti pia inaweza kukaa kwenye nafsi yako. Kwa unapoota ndoto kwamba uko na watu waliokufa mara kwa mara, uko na watu waliokufa, uko nao unaongea nao, uko nao unasema nao, maana yake nafsi yako imeunganishwa na mauti. Kwa utagunduaje nafsi yako imeunganishwa na mauti? Utajikuta usiposimama kwenye maombi, utakuta vitu vinaharibika. Ukifanya biashara, ghafla inakufa. Ukianzisha mahusiano kwenye ndoa, yanavunjika. Ukiwa kwenye kazi, unachukiwa tu ghafla. Ukiwa tu kwenye kikundi, unachukiwa tu ghafla. Kwenye familia, unadharauliwa tu ghafla. Yaani unaanza vizuri jambo, lakini ile jambo halifiki mwisho, kwa sababu kuna roho ya mauti katika hilo jambo. Unaweza ukapata pesa, ikatokea tu tatizo lolote likaharibu ile fedha, au unakuwa ni mtu ambao matukio, yani lazima jambo tu litokee lishachukua ile pesa. Yani lazima kitu chote kitokee kwenye maisha yako. Ukipata tu fedha, unasikia tukio limetokea fulani, tatizo limetokea fulani, jambo lolote ili ichukue tu ile pesa. Na pesa ishachukuliwa tu, wewe uko mzima. Pesa ishachukuliwa, wewe umepona, kwa sababu kuna roho ya mauti ambayo imeunganishwa na nafsi yako. Na ikiunganishwa roho ya mauti kwenye nafsi yako, maana yake mwili wako wote unabeba mauti. Kwa unakuwa ni mtu wa magonjwa kila wakati. Wewe ukitoka ugonjwa huu, umeingia ugonjwa huu. Ukitoka tatizo hili, umeingia ugonjwa huu. Mara UTI, toka UTI, mara tumbo, mara kichwa, mara mikono. Hiyo mauti imeanza kwenye nafsi yako. Na lengo lao kukuunganisha na mauti ni katika ulimwengu wa roho. Wale unaoona kwamba ni watu ambao wamekufa, unawajua na wanakuijia, sio watu wale. Wale sio watu wa kawaida. Ni mapepo, ni falme za giza zimevaa sura za wale watu ili kukuijia ulimwengu wa roho na kuteka nafsi yako, kujua ni ndugu zangu naongea nao, marafiki zangu naongea nao. Unaweza kufuatilia kipindi hiki cha Nitafanya Maombi na Wewe kwenye channel hii ya Apostle Katambi. Ili upate masomo yetu kwa wakati, unaweza subscribe channel hii ili napotuma maombi hayo uyapate kwa wakati. Na unaweza ukaweka hitaji lako hapo chini. Ndoto yoyote unayoiota, ambayo ndoto yote unayoiota umekosa tafasiri yake, unaweza ukaweka hitaji lako hapo chini na nitakupa tafasiri yake. Na namba ya simu utaipata hapo chini kwenye comment. Mungu akubariki sana. Share video hii kwa watu mbalimbali. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu hai. Amen.